Tusalie mahakamani ambapo mamlaka mawasiliano nchini CA sasa inadai kuwa haikulenga kusitisha matangazo ya moja kwa moja maandamano yaliyofanyika Jumatano wiki iliyopita. Badala yake, mkurugenzi mkuu wa CA David Mugonyi katika hati kiapo yake mahakamani anasema agizo hilo lililenga kulinda watoto dhidi ya picha na video za kutisha. Hayo yanajiri huku mahakama ikiongeza muda wa marufuku yake kwa mamlaka ya CA dhidi ya kuzuia upeperushaji matangazo ya moja kwa moja ya maandamano. Dalmas Sakali anaarifu. Maandamano ya Jumatano Juni tarehe 25 yalijumuisha matukio ya mauaji, waandamanaji kujeruhiwa vibaya na uharibifu wa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Aidha, polisi wanaendelea kushutumiwa vikali kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kuwakabili waandamanaji. Lakini ukandamizaji wa aina nyingine ulikuwa hatua ya mamlaka ya mawasiliano nchini CA kujaribu kulemaza uhuru wa vyombo vya habari. Mamlaka ya CA ilitoa agizo kwa vituo vya runinga na redio kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo, kisha ikazima mawimbi ya vituo vya KTN, NTV na K24 kwa kukiuka agizo hilo. Hatua hiyo ilisababisha chama cha wanasheria nchini LSK pamoja na wadau wengine kuwasilisha kesi mahakamani kupinga hatua hiyo, na matokeo yake yakawa mahakama kutoa amri ya kusitisha utekelezwaji wa agizo hilo. Katika majibu yake kwenye kesi hiyo, mkurugenzi mkuu wa CA David Mugonyi kwenye hati kiapo yake mahakamani amemweleza Jaji Chacha Mwita kuwa uamuzi wa kusitisha matangazo ulitokana na vyombo vya habari kuonesha vurugu kwa njia isiyofaa. Alisema kuwa agizo hilo lililenga kulinda watoto kutokana na picha za kuogofya na ukatili, na kwamba matangazo ya moja kwa moja yalikuwa yakichochea raia kutenda vurugu na kueneza chuki. Mahakama inatarajiwa kutoa maagizo zaidi tarehe 27 Oktoba, huku Jaji Mwita akiongeza muda wa marufuku kwa mamlaka ya CA dhidi ya kuzuia upeperushaji wa maandamano mubashara hadi tarehe hiyo. Sakali, Dalmas, KTN. Tuangazie taarifa nyingineyo. Kijiji cha Karirao